Elgon, wazee na viongozi wa jamii ya Sabaot wamejitokeza na kuendeleza mipango ya kutoa hamasa kuhusiana na swala la umoja na ushirikiano kwa ajili ya amani kwenye eneo hilo. Isaac Famba anaarifu mengi. Katika hafla ya tamaduni ya siku mbili iliyoandaliwa katika eneo la Marambach, wadi ya Kinyoro, kaunti ya Trans Nzoia, wazee kutoka koo zote za jamii ya Sabaot waliungana na wasomi wakikariri hatua yao ya kuhubiri amani na umoja baina ya jamii hiyo na jamii zingine nchini. Hii nchi ilikuwa imekuwa cast, na kuanzia leo sisi kama jamii ya Wasabaot tunaanza ukurasa mpya, ukurasa ya amani, ukurasa ya upendo, ukurasa ya kupenda jamii nyingine, na kiini ya hii mkutano ni umoja. Na amani inaletwa na hawa wazee. Hawa wazee wasichukuliwe vibaya. Hawa wazee kazi yao ni kuleta amani. Hatua hii ya wazee inakwenda sambamba na wito wa mababu zaidi ya miaka 100 baada ya vita vya jamii kufanyika, ambapo wengi wa watu walilazimika kuondoka na hata kutafuta makao katika mataifa ya kigeni ikiwemo Uganda, Tanzania, Sudan Kusini na Ethiopia. Ilitakana tufanye kwa baada ya miaka 100 from 1892, miaka 100 ilikuwa ni 1992. Walipotaka kufanya utakaso, hiyo ndio siku kulikuwa na mapambano, vita ya kikabila katika eneo hili mpaka kule Cheptais. Wazee wakasema hapana, hamtafanya utakaso wakati mngali mnauana, mngojeni tena mpaka mbele. Ndio tukangoja mpaka juzi tu ndio wakaanza. Kwa miaka hiyo yote 132 na leo tambiko ikisema ikitoka tutakaa vizuri. Ndio tulikuwa tunatafuta amani ya kwamba kwa nini tupigane kila wakati, na hii kitu wazee walisema ikifika miaka 100 mtengeneze. Utajiri wa mila na tamaduni pia hukuachwa nyuma baada ya wazee hao kushikilia umuhimu wa vizazi kuendeleza utaratibu uliowekwa na wazee wa kale. Tukisema tuko na sherehe kama hii inakuwa rahisi kutambua, kwa sababu mtu anakuja tu peke yake mpaka kwa nyumba ile iko na nini animal totem, na animal totem hiyo tunashare na Wakalenjin wote. Kwa sasa kauli ya umoja na utangamano imetajwa kuwa mbinu ya pekee katika kuzileta koo zote pamoja kwa nia ya kuendeleza ushirikiano wa jamii. So sababu yake ni kuleta utakaso ya mwili mpaka na udongo, na watu wakae pamoja kwa amani na utengamano. TV47 nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi.